taarifa ambayo bado haikuweza kukamilika kuweza kugundua ni wakina nani waliweza kuhusika, kwa sababu kwa jeshi la polisi nchi ya Burkina Faso liliweza kubaini mabomu yapatayo zaidi ya mabomu 1000 ambayo yaliweza kutupwa karibu na makazi ya watu ama wananchi wa Garango, yani katika mji huo ndani ya nchi ya Burkina Faso. Licha kwamba kiuhalisia kizuri zaidi ni kwa mabomu hayo hayakuwa yamefyatuliwa wala kuweza kufikia kwenye ile finishing point ambayo huenda yangeleta madhara, lakini yote kwa yote ni kwamba tunashindwa kufahamu, tunashindwa kuelewa je, ni watu gani ama watu waliweza kuhusika katika kutupa mabomu hayo ambayo mpaka sasa hivi yapo kwenye uchunguzi, kwa sababu taarifa za juu ziliweza kuonekana kwa mabomu hayo hayajafyatuliwa na wala hayajatumika, lakini ni issue ambayo kiuhalisia ni hatari sana, na huenda kama mabomu hayo yasingeweza kuchukuliwa ama kuweza kufanyiwa uchunguzi na kuweza kupatikana, basi huenda tungekuwa tunazungumza ama kuongea mambo mengine. Na naweza nikasema kabisa na nikupa taarifa kwamba tunashukuru zaidi kwa sababu Rais Ibrahim Traore kwa sasa, yani hekima imekuwa ikimtawala sana, na yote kwa yote tunaweza kusema kabisa kwamba ni aina ya maadui wanaomzunguka, kwa sababu ukifikiria zaidi ni kwamba anatengenezea mazingira ya kuchafuliwa na kuonekana kama Rais Ibrahim Traore hawajali wananchi wake na amekuwa bado hayuko makini na usalama wa wananchi. Kwa hiyo naonekana kabisa kwamba hii ilikuwa ni plan, na mpaka sasa hivi hatujajua na hatujagundua na taarifa haijakamilika. Je, ilikuwa ni plani ya nani? Kwa sababu ukiwalisia kwa mtu wa kawaida hawezi akamiliki mabomu yapatayo zaidi ya 1000, na kiwalisia ni lazima tu mtu huyo atakuwa ni mtu mzito ama aliweza kutumwa na watu wazito. Kwa hiyo hii inatosha kusema kabisa kwamba Rais Ibrahim Traore kwa sasa atapitia wakati mgumu na kipindi kigumu, kwa sababu watu wanajaribu sana kutengeneza mazingira ya kumchafulia ili mradi aweze kuonekana kabisa katika nchi ya Burkina Faso yeye sio mtu anayefaa ama anayestahili kuiongoza nchi ya Burkina Faso. Kwa taarifa fupi tulionayo, na kama kawaida lengo langu sio kumalizia MB zako, lakini kwa wale wanaotaka matangazo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0684006225. Hapo utakometisha kinoma noma. Sasa kuweza kusubscribe, kulike na comment.